Wakati Mahrez anafunga goli la 3 anashangilia. Wenzake walimfuata akamwambia unatutafutia matatizo. Ukishinda hapa tunaenda kukutana na Spain. Akaachia. Ndio ilivyotakiwa hiyo. Nakwambia hiyo utakataa, lakini sikatai. The moment wameanzisha mpira haikuwa mistake ya wao kusababisha wafungwe. Kwa sababu kama ile position walikuwa wanahitaji, wangekaa nyuma game iishe kwa ushindi. Walijua kabisa nafasi ya pili. Of course, kwa sababu unakutana na Spain, unaenda wapi tena? Yes, karibu kwenye meza ya Game Time. Karibu tutazame michezo ya hatua 32 bora kombe la dunia la mwaka 2026. Mambo mengi kweli kweli yametokea mpaka hivi sasa, lakini meza ya Game Time tumekuandalia yote ambayo yanaendelea na yatatokea kwenye michezo ya hatua 32 bora. Jina langu ni Andrea Masawe. Kule kwangu yupo Skill Sensei, kushoto kwangu yupo Moro King. Wapo tayari kwa ajili ya kukupa yale yote ambayo wameandaa kwenye michezo hii ya hatua 32 bora. Bwana, mpo vizuri? Fresh kabisa. Mambo yako vizuri kabisa. Mungu ni mwema. Natabasamu vizuri kabisa. Namna hiyo. Tabasamu linatokana na wale wa Argentina ama vipi? Hapana, tabasamu langu linatokana na namna kombe la dunia linavyoenda vizuri. Kombe la dunia linavyoenda fresh. Mungu anasaidia. Uko vizuri? Kama kawa. Una matumaini na Netherlands? Matumaini yapo kwa sababu ukiangalia jinsi timu inavyocheza mpira, wapinzani walivyokuwepo, kwa hiyo huyo ndo bingwa anayekwenda kulitetea pale kwa Argentina. Ndo kipindi hichi cha kumnyang'anya kijiti. Okay. Ila kwa safari ya Argentina nadhani atatumia nguvu kubwa kwenye finali, huko anapita tu. Au nawaza vibaya? Sio kweli, kwa sababu kwenye poti yake yuko Brazil, lolote linatokea. Okay. Yes, bana, tunaenda kucheki michezo ya hatua 32 bora na tayari tumeshaicheki michezo ya mwanzo kabisa. Tunaenda kucheki mwendelezo tu wa hii michezo. Mechi ambayo tunaenda kuicheki ni mechi kati ya Ufaransa dhidi ya Sweden. Moja kati ya mchezo ambao kwa kiasi fulani ni mchezo ambao una mvuto mkubwa sana, kwa sababu yupo bingwa ambaye ni Ufaransa ambaye amechukua mwaka juzi, lakini amefika finali miaka ya hivi karibuni kombe la dunia la mwisho dhidi ya Argentina. Kikosi chake hivi sasa pia kinaangaliwa kama ni kikosi ambacho kinaweza kufika finali pia. Sweden naye ana kikosi imara. Eneo la ushambuliaji wapo wachezaji ambao kwa kiasi fulani wanaongeza namba ndani ya kikosi cha Sweden. Hii game inaonekana ni ushindani mkubwa sana. Sasa nataka nifahamu ni maeneo gani zaidi ambayo yatakuwa na ushindani zaidi, either eneo la ushambuliaji, kiungo, ama kuzuia. Wapi ambapo kutakuwa na kashikashi zaidi kwenye mchezo huu, na eneo lipi zaidi litaenda kuamua matokeo? Kama tunavyojua, Sweden ni moja kati ya timu ambazo pia zimeruhusu magoli mengi kwenye World Cup hii. Yes. Na pia ni timu ambayo kwenye kufunga pia imefunga magoli mengi, kwa sababu imemfunga Tunisia takribani goli 4. Imepata goli pia kwa Uholanzi. Kwa hiyo ni safu ya ushambuliaji ambayo inaweza ikafunga, na ukiangalia safu yao ya ushambuliaji na mtu kama Isak ni mtu wanaona kabisa EPL nini anakifanya. Kuna mtu kama Victor Gyökeres kwa nyuma yao, kuna Mtunisia ambaye alikimbia nchi yake, sasa hivi anakipiga Sweden ambaye ni Ayari. Kwa hiyo unaona ni timu ambayo inaweza kuleta kashikashi kwenye safu ya ulinzi ya Ufaransa. Lakini pia ukiangalia Ufaransa tunajua wako vizuri sehemu gani. Wako vizuri kwenye kushambulia, kuanzia namba 10, namba 7, namba 11 na striker wote ni watu wa viberenge. Muda wowote wanakutafuta na muda wowote wanakupata. Moja ya timu ambayo pia imefunga magoli mengi pia ni Ufaransa. Juzi tumemwona Dembele out of blue tu kapiga hat-trick. Michezo miwili nyuma Mbappe kafunga goli 4. Goli 2 game ya ufunguzi, goli 2 game inayofuata. Mbappe Dembele akaja akamaliza na hat-trick kabisa game ya 3. Kwa hiyo ukija kwenye safu ya defense ya Ufaransa tunaona watu wote wana kaliba ya kukaba vizuri, na vile vile wana experience, kwa sababu sivyo mwanzisha Theo Hernandez, utamwanzisha Digne. Katikati kuna Lacroix, au utamwanzisha Konate, au utamwanzisha Upamecano, au utamwanzisha Saliba. Wote ni watu wa kukaba. Wamesheheni. Upande wa kulia Kunde yupo. Golini tunamjua Megan. Yani ni timu ambayo
upande wa nyuma imekamilika kila idara. Midfielder ndo kidogo unaweza kusema kuna balance ambayo iko in balance, kwa sababu na mtu kama N'Golo Kante ambaye hajapata minutes, kuna Tchouameni ambaye ndo mara nyingi anaanza, yuko na Rabiot. Pale katikati kidogo kuna kusheki, lakini experience pia ni kubwa tofauti na midfielder ya Sweden. Juu ndo tumeshatoka kupataja, kwa sababu ukimtoa mtu anaingia mtu, ukimtoa Desiree anaingia Bakola, ukimtoa Olise anaingia Ryan Cherki. So ni timu ambayo kwa upande wa defense ya Sweden itakutana na kila matatizo. Na ukiangalia kama waliweza kuruhusu goli 4 kwa striking force kama ya Uholanzi ambayo kwa sasa hivi haina majina makubwa. Yes. Unapata picha gani wakiface striking force ambayo ina takriban watu 6 wanaweza kupata zaidi ya magoli mawili mtu mmoja. Safu ya ushambuliaji ambayo inaongozwa na Mbappe, Dembele, hawatoingia kwenye zile tunasemaje, fighting the records, sababu hivi sasa ukiangalia msimamo pale, Mbappe ana goli 4, Dembele ana goli 3, Dembele ana goli 4, goli 4 pia. Yeah. Messi ana goli 6. Hawa hawezi wakaingia kwenye conflict of interest. Hizo zinatokea kwa kila teammate, kwa sababu kama ikitokea haiwezi kaathiri walau timu ya taifa Faransa. Kuathiri kwa kugombania kuna kutokea kwenye upande mmoja tu kama mtashindwa kupata matokeo. Lakini kama mnagombania alafu timu inapata matokeo, hiyo itakuwa tu ni individual brilliance za watu wachache ambao hivyo inawapa timu matokeo. Ikitokea labda Mbappe amepata sehemu ya kufunga, akaacha kufunga na akamnyima Dembele na akakosa goli, hiyo ni shida. Lakini akipata sehemu ya kufunga akamnyima Dembele na akafunga, timu inapata matokeo, hiyo haina shida. Na istoshe Mbappe na yeye sasa hivi anakwenda miaka 28. Si kifootball unakadiria huwezi kumuona labda kwenye World Cup 3-4 zijazo. Hii ni World Cup ambayo labda World Cup inayofuata anaweza akawa na miaka 32 anaweza akacheza pia. So ana time ya kuja kufanya kitu kingine. Lakini kwa Dembele vipi? Lakini I think kwa hoja hapa ni kwamba if at all Mbappe na Ousmane Dembele wangekuwa wanagombea au wangekuwa na conflict ya individual glory, wangefanya hivyo kwenye mechi ya Norway. Mechi ya Norway Mbappe alianza, Dembele alianza. Dembele alifunga goli zake 3. Mbappe was nowhere to be found. Alijaribu kila namna, haikutokea. Kwa kama kulikuwa kuna conflict, pale ndo palitakiwa Mbappe kupata magoli. Bahati mbaya ni kwamba I think professionalism ni kubwa sana kwa wachezaji wa wenzetu. Hii ni mechi ya mtoano. There is no way watu wawili wenye magoli 4, of course tunatakiwa tuwape credit kwamba Ufaransa ndo timu pekee ambayo kuna wachezaji wao wawili wana magoli 8 katika magoli yote yaliyofungwa kwenye hatua za makundi. Na one thing I think I'll give credit ni kwamba professionalism kwa hawa mabwana ni kubwa sana. Hii ni do or die. Yani hamna hii nenda afu tutakutana wakati mwingine. You are knocked, imetoka. Na kuongezea hapo ni kwamba Ufaransa versus Sweden ni mechi nzuri sana ya kutizama, kwa sababu Sweden amefika fainali mwaka 1958 ambapo yeye alikuwa mwenyeji na alifungwa goli 5-2 na Brazil, walifika fainali. Lakini Ufaransa on the other hand amefika fainali 4, na katika fainali 4 alizofika amechukua fainali 2. Amefika fainali mwaka 98, amefika fainali mwaka 2006, mnakumbuka wakati Zinedine Zidane na Marco Materazzi wanapigana vichwa. Amefika fainali mwaka 2018 ambapo alichukua ubingwa, na amefika fainali mwaka 2022 dhidi ya Argentina ya kina Messi. So ni history. Hizi ni timu kubwa zenye history. Tofauti tu ni kwamba defense line ya Sweden itapata shida sana, kwa sababu Skills amesema kitu kizuri sana. Sehemu pekee ambapo kuna ukawaida kwenye lineup ya Ufaransa ni kwenye midfield. Hapo ndo sehemu pekee kwenye ukawaida, lakini the backline pamoja na keeper pamoja na frontliners wao, Sweden watakuwa na kazi kubwa sana. Yes, Michael Olise
I think moja kati ya mtu ambaye anarahisisha mazingira yote ya timu ya taifa ya Ufaransa, Michael Olise. Yeah. Just huyu mchezaji unamwangalia kwa jicho gani? Kwa sababu I don't think kama ana deal na numbers ambazo anazifanya, ambazo anaziweka hivi sasa. Numbers za assist ni nyingi sana ukiangalia za akiwa Bayern Munich, hivi sasa akiwa kwenye timu ya taifa ya Ufaransa, numbers ni kubwa kweli kweli. Kwenye mechi kama hizi Michael Olise, I think Ufaransa wanaomba Michael Olise awe fit 100% ili mambo yawe vizuri zaidi. Yeah, and I think Michael Olise yuko sehemu ambapo anatakiwa kuwepo. Kuna wakati fulani kwenye maisha ambapo kila kitu kinaenda upande wako. Michael Olise anacheza Bayern Munich ambao ni timu kubwa sana Ulaya, na uzuri wa Bayern wamemruhusu acheze. Yani wamemruhusu yeye awe playmaker, awe supplier, mchezaji ambaye ana goal assist zaidi ya 75 kwenye msimu. Manake kuna vitu vizuri sana anavifanya. Na ukiangalia Ufaransa ambapo anacheza, ana regular numbers na yupo na anafanya vitu vikubwa, na ninavyosema kwamba yuko sehemu ambapo anatakiwa kuwepo, bado ni mdogo na nafasi zipo, na siwezi kusema kwamba hizi namba hazizingatii. Lazima anazizingatia, kwa sababu kuna analyst ambao wanasema kabisa hapa amefanya hivi. Kitu ambacho tunaweza tukampa credit ni kwamba hajakubali hizi namba ziingie kichwani kwake na kumfanya kiongozi mmoja alisema avimbe mabega, yani atanuke mabega, aseme kwamba mimi ndio mimi. That is the only thing that I give credit. And again, hii game itaishia kwenye sehemu mbili tu. Sweden watapata tabu sana, ama kuna uwezekano tukapata tafrija. Mara ya mwisho nafikiri Sweden amepata matokeo kwa Ufaransa ya ushindi ilikuwa ni 1960 na huko. Lakini kuanzia hapo kupanda juu, ushindi anaopata yeye ni draw tu, lakini kala chuma mara nyingi sana. Kwa hiyo inawezekana ni muendelezo wa kula chuma na Ufaransa hii ambayo kwa sababu usipopita kwa Sweden, je, unaweza kumletea kashikashi mtu kama Ujerumani. Kwa hiyo naona front foot atakaoanza nao Ufaransa ni kuhakikisha game inaisha on time, watu wapumzike kwa ajili ya kwenda 16. Hiyo ni Ufaransa dhidi ya Sweden, moja kati ya mchezo mkubwa kuliko ambao unasubiriwa, na wengi kwenye vichwa vyao wanamuona Faransa akienda hatua inayofuata. Je, tusubiri na kuona ni jambo gani ambalo litakwenda kutokea kwenye mchezo huu. Bwana, mwenyeji Mexico yupo uwanjani dhidi ya Ecuador. Ecuador timu ambayo watu wengi walikuwa washakatia tamaa, lakini dakika za jioni, mechi za mwishoni kabisa, huyo upata nafasi ya kwenda hatua inayofuata. Mexico yupo tunasema kama ni moja kati ya mtu ambaye ana host mashindano haya, lakini pia ana advantage kubwa sana kuwa na hiyo hari tu kwamba this time around mimi ninajulikana kama host wa hii michuano, lazima nifanye kitu. Ili jambo tunaweza likamfanya apate ushindi dhidi ya Ecuador, na ukizingatia mwendelezo wa Ecuador kwenye michuano hii hauvutii sana kama Mexico. Yeah, I think Mexico ame-overachieve. Kwangu mimi Mexico ame-overachieve. Na pamoja na kwamba ninatazamia kuna uwezekano wakafanya mazuri zaidi, lakini changamoto iliyopo ni kwamba timu kama Ecuador haitabiriki. You can never tell ni saa ngapi wataruka na wewe, na Mexico wanamtegemea bwana Quinones ambaye anajitahidi, anafunga na analeta impact kubwa sana kwenye striking force yao, na wanacheza wakiwa wana faida ambayo Ecuador hawana. Wanacheza wakiwa na faida ya mashabiki kutoka, regardless wanachezea wapi, kutoka Mexico kwenda Marekani au Canada ni hapo na hapo, na wale ni watu wa ni watu wa federation moja. Ecuador wanatokea Amerika ya Kusini, na kwa bahati mbaya sana ni kwamba you can never tell. Huwezi kusema kuhusu timu za Amerika ya Kusini kwa sababu, kwa mfano, funny fact is shirikisho la soka la Amerika ya Kusini lina wanachama 12 tu na limepeleka timu 6 katika kombe la dunia. Kwa hiyo you can tell kwamba si mpambano mdogo kufika pale. Yani katika timu 12, tofauti na sisi ambao sisi wa Afrika ambao tuna timu 55, 54, tumepeleka timu 10. Maanake kuna mchujo mkali sana. Lakini wale yani do or die. Ukimess up kidogo
unawekwa pembeni. Kwa hiyo mpambano wao ni mkali sana, na mechi hii itakuwa ni mechi yenye ushindani mkubwa sana, kwa sababu it's a do or die game for Mexico. Ni kitu ambacho nasema mara zote kwamba Ecuador akitolewa hapa, it's just another day, yani ni siku ingine tu, kwamba tulikuja tumecheza tumeishia hatua ya 32 bora, lakini kwa Mexico hii ni game kubwa sana. Kati ya timu ya taifa ambayo inaapia mara kwa mara kwenye kombe la dunia ni Mexico. Labda kitu ambacho kinawafanya wasifanye makubwa kwenye kombe la dunia ni quality, ama kila mwaka wanavyokuja wanakuja kwa ajili ya kujaribu. Kwa sababu kwa maelezo yako it means ni kama unaiongelea na nini? New Zealand. Not really. Mexico wana ligi nzuri ya mpira wa miguu. New Zealand ligi yao bado ni semi pro. Yani kipi ambacho kinawakwamisha sasa Mexico? Kinachowakwamisha Mexico ni kitu ambacho kitawakwamisha timu zingine nyingi. Ni quality ya big stage. Okay. Big stage haihitaji uwezo wa kutia shaka. Kuna maji sehemu ikifika na kwa mengi. Sahihi. Yani big stage kama kombe la dunia, yeah. Kuna sehemu ikifika ambapo hautakiwi uwe na uwezo unaotia shaka. Yes. Lakini Ecuador hawana uwezo unaotia shaka. Ecuador wanajulikana kwenye kombe la dunia jinsi walivyo. Hawafiki mbali, lakini ni regulars kwenye kombe la dunia, na wana wachezaji ambao wanaweza wakaleta matokeo. Wakina Estupinan, wana Casedo, nadhani Ecuador ndo wana Casedo, si ndio? Yes. Na hao ni wachezaji ambao wanacheza kwenye ligi kubwa. Lazima umtaje mwanenu, sio? Nakubali sana. Bwana, moja kati ya game ambao mimi nilikuwa naisubiri kwenye hii hatua 32 bora ni game kati ya England dhidi ya DR Congo. Na hii game naicheki kwa sababu nilikuwa naisubiri kwa sababu naona mimi kwa macho yangu naona kama Tuchel anaenda kutoka kwenye hii game. Kwa sababu moja kati ya tatizo ambao naliona Uingereza ni kutokutumia nafasi ambazo wanazipata. Lakini pia wana wachezaji ambao of course ukiachana Harry Kane kwenye eneo la final third, mambo ambayo anayafanya, lakini ukiangalia wachezaji wengine just wanakosa sana nafasi. Niangalia Madueke anakosa sana nafasi, kuna muda Saka anakuwa hayupo vizuri kwenye game. Sasa nikiangalia na Kongo pia kwenye kuzuia hapo fresh sana. Hawaruhusu sana magoli, lakini ushindi wao pia ni mwembamba. This time around wameni surprise. Wanafunga zaidi ya goli moja. Maana nilikuwa naona wanafunga goli moja, goli mbili moja. Lakini this time around namuona Fiston Mayele anafunga, Wisa anafunga, Bakambu pia anatesa safu ya ulinzi ya timu ambazo wanakutana nazo. Hii game Uingereza, tuicheki kwanza Uingereza wafanye nini ili waweze kuibuka na ushindi, ukiongelea pia udhaifu wao wa kutokutumia nafasi ambazo wanazipata. Uingereza sio timu mbaya, wala Uingereza sio timu ambazo zinaonekana kama ni underdogs kwenye mashindano ya World Cup yoyote kuanzia World Cup imekuwa introduced 1930. Ni timu ambayo kile kiingia World Cup inaonekana ina matumaini ya kubeba ubingwa. Lakini almost. Na inapofikia kwenye swala zima la kudeliver zile dakika 90, ndipo hapo utofauti wa media na reality unaanza kuonekana rasmi. Game ya mwisho ambayo nilipata matatizo kidogo kuiangalia kwa performance mbaya waliwahi kudisplay Uingereza ni game kati ya Uingereza na Panama. Game ya juzi kiukweli haikuwa game nzuri. Haikuwa game nzuri tactically kwa sababu Tuko alihitaji ushindi wa ile game mapema sana ili watu wajiandae kwa ajili ya raundi ya 32. Lakini ikachukua takriban dakika 70 kuja kupata goli la kwanza. Na goli alilopata ni goli la set piece. Ilipigwa corner out of blue, Jude kaeka mguu, goli la kwanza. Sio goli la mipango. Ni goli sawa, lakini sio goli la mipango. Na ukiwaangalia hao ma football analyst na pundit wa Uingereza walikuwa wanaidisi Arsenal kwa kufunga magoli ya kona, lakini goli la kona juzi against Panama ndio limewahakikishia nafasi ya kuongoza group. So kwenye football, kwenye football goli ni goli. Hilo ni la kwanza. Hata la mkono. Hata kama la mkono, as long as VAR imeslip ikakupa goli ni goli.
lakini unatafuta vipi mipango ya kupata goli na opponent wako ni nani? Kila mtu alitegemea duniani kwamba unakutana na Panama at least ni siku ya tafrija au ni siku ya kurelax. Lakini Panama wamewatoa nishai. Ukija kuwazungumzia Kongo, katika watu wamepita njia ngumu ya kufika World Cup, Kongo ni mmoja wapo. Kucheza playoff 3 na majandi kama Kameruni, Togo, Nigeria, Jamaica, inakuonyesha ni jinsi gani wamededicate kikosi chao au nguvu zao kuprove chochote kwenye football kipindi hichi. Game yako ya kwanza unaingia World Cup unakutana na Portugal, watu ambao kwenye complete team World Cup sasa hivi utamtaja Portugal wa kwanza kwenye kila position. Portugal ana mtu ambaye ameshaonyesha sana na experience kubwa, lakini wanakwenda bila na DR Congo. Unaonyesha ni jinsi gani DR Congo walikuwa wamejipanga. DR Congo mechi yake ya mwisho anayohitaji kushinda na kweli akashinda kwa kupata magoli 3-1 na kumfunga kibonde. Kwa hiyo Uingereza kiukweli katika game ambazo namtazamia atapata kashikash kubwa ni hii. Tukirudi nyuma game ya Ghana ambayo Uingereza ana draw. Ghana kweli wali stay back. Walitengeneza zone yao ya nyuma ya mpira zaidi ya watu 7. Uingereza kupenetrate kwenye zile njia za panya zilishirikana kabisa paka game inaisha. Thomas Partey akawa display bonge moja la game paka Judy akasifia kweli tumepata game ngumu. Nafikiri kocha wa DR Congo alitazama ile game, anafanya analysis na ana uwezo wa kuingia na yeye akakaa nyuma ya mpira akamwacha Bakambu na mtu kama Wissa ambao hawakosi mara nyingi wakipata chance. Lakini baadaye pia ana super sub Fiston Kalala Mayele. Kweli watu walikuwa wana blame kwa nini achezi, lakini the moment ameingia uwanjani akadeliver is good thing. So tutegemee game mkubwa sana ya counter kutoka kwa Kongo. Na Uingereza lolote linaweza likawakuta. Though akishinda so habari. Wana miss Foden, Palma? Sina uhakika sana kwa sababu kama una mtu kama anaelainisha kama Rodgers, kwa nini asianze kwenye kikosi? Kwa nini unataka ucheze na pivot wawili chini wote wa kukaba Rice na Elliot? Juu kuna Jude Bellingham. Alafu unaweka kushoto Saka ama kulia unaweka Saka ama Madueke. Juu Harry Kane hamna mtu wa kumtoa pale. Upande wa kushoto utamweka Gordon ama Rashford. Kwa hiyo jinsi ya kutweak zile formation na jinsi ya kuamua ushambulie ama ukae nyuma sana ndio itakapomuamulia matokeo. Kwa sababu ikitokea game Rashford yupo uwanjani na Madueke yupo uwanjani, England wanakosa magoli sana. Those are two problems. Yani ni sawa na kuwa na matatizo yanayofanana kwenye game moja. You can't have that. Kwa hiyo wale majamaa kwenye foot sinaga nao matatizo. Rashford kwenye kumchukua mtu mmoja kuingia kwenye box, Madueke hivyo. End product yao watu wawili ndo kila siku. Ndo maana Rashford Barcelona, Rashford amefanya vizuri kama playmaker zaidi kuliko scorer. Akiwa ana dribble past, anakimbia, ana all the good runs. Shida ni kwenye end product. The same as Madueke. Paka watu wamefikia stage ya kuquestion uwezo wa Madueke wa kucheza mpira wa miguu. But again, yuko anacheza kwenye the best league in the world. Na hii ni game muhimu sana. Uingereza versus Congo ni game muhimu sana. Ni game muhimu kwa sababu kama Skills alivyosema, njia ya Congo kufika kombe la dunia haikuwa rahisi. Ni njia ambayo ina miba mingi sana na against all odds Congo amefika pale na yuko pale. Sasa kwa bahati mbaya ni kwamba kisingizio cha kwamba wamepita njia ngumu kimeisha kwenye raundi ya makundi, kwa sababu regardless ulipita njia gani, muda wako wa kutamba ni kwenye makundi na umeshapita. Waingereza ni watu ambao hata angecheza nani, hata kama unavyouliza kwamba kama Cole Palmer na Phil Foden wangekuwepo, lazima tungeuliza kwa nini Morgan Rogers hayupo, kwa nini Madueke hajaenda, kwa nini Rashford hajaenda. It's always like that. Yani Waingereza ni watu wa tabloids sana kwenye boli. Madueke nisingemuulizia mimi.
Well, ni sawa usingemuelezea, lakini kwa Uingereza hii mtu anayecheza upande wa kulia tofauti kati ya Saka na Madueke, labda ungependa umweke nani? Phil Foden. Phil Foden anakaribia misimu miwili akiwa City hajacheza upande wa kulia. Utamweka Kopama. Kopama mtimu huu wa Chelsea ndo amecheza upande wa kulia baada ya majeruhi ya Neto. Kwa hiyo upande wa kulia ilikuwa lazima wale watu wawili mmoja wao aitwe, at least mmoja wao aitwe. Huwezi kuita kila mtu. Na kama unataka kuita kila mtu nategemea na kama watu wote waliowaita wataitika. Haya bwana, tuachane na hiyo game, maana naona Uingereza kwenye hii game wakichomoka nitaamini kuna Kongo wakiondoka sio habari. Ni sawa na mtu kula, yani ni sawa na Simba kula mtu. Kwa michezo hii inavyoendelea. Yani Kongo kutoka kwenye raundi hii sio issue. Yani ni issue sasa Uingereza akitoka. Hiyo ni mtu kala Simba. Bwana, moja kati ya timu ya taifa ambayo ilianza vibaya kweli kwenye michuano hii ya Kombe la Dunia mwaka 2026 ni Senegal kutoka Afrika. Michezo miwili ya mwanzo kapoteza yote. Lakini pia kuna timu ya taifa ambayo pia ilianza kwa sare ambazo wengi hawakutarajia. Timu ya taifa ya Ubelgiji. Sare dhidi ya Misri, sare dhidi ya Urusi. Misri. Amecheza Belgium, amecheza na Misri, amecheza na New Zealand. New Zealand kashinda goli 5. Akacheza dhidi ya Iran. Yeah. Kutoa sare michezo miwili dhidi ya Iran pamoja na Misri. Baada ya hapo mechi ya mwisho dhidi ya New Zealand akaamua kuishi naye. Ndio itakiwa hivyo. That's the only way. Na Senegal akamshambulia mwenzake goli 5 pia. Ni moja kati ya vitu ambavyo vimewafanya wote wafike kwenye round hii na wamekutana wa uchovu wawili ambao walikuwa na Senegal alikutana na Iraq. Piga tena goli 5. Hii mechi nani sasa? Dhidi ya Ubelgiji dhidi ya Senegal. Yes. Well, timu ya Kombe la Dunia kutupa timu 48 kumetupa kitu kingine kizuri zaidi. Kimetupa kitu kinaitwa best loser. Si kwamba ni utaratibu mpya, lakini ile inaitwa adrenaline rush ya siku ya mwisho ya wakati Austria anacheza na Algeria. Ile adrenaline rush ya pale, kile Waswahili wanaita kimuhemuhe, kile kimuhemuhe for 10 seconds Austria alikuwa tayari yashatoka. Baada ya Riyad Mahrez kufunga goli la 3, ni kama Austria walikuwa tayari washaondolewa kwenye best third place na wakawa tayari wameshaondolewa kwenye nafasi ya pili. Walivyosawazisha dakika 2-3 baadaye wakarudi kwenye nafasi. Kwa hiyo hapo ni kugusia. Wakati Mahrez anafunga goli la 3, anashangilia. Wenzake walimfuata akamwambia unatafutia matatizo. Ukishinda hapa tunaenda kukutana na Spain. Kwa akaachia. Ndio ilivyotakiwa hiyo. Nakwambia hiyo utakataa, lakini sikatai. The moment wameanzisha mpira haikuwa mistake ya wao kusababisha wafungwe. Kwa sababu kama ile position walikuwa wanahitaji, wangekaa nyuma game iishe kwa ushindi. Walijua kabisa nafasi ya pili. Of course, kwa sababu unakutana na Spain, unaenda wapi tena? At least ukakutana na mtu ambaye mnaweza, kuna possibility ya kupita. Yes. Well, that's interesting. Hiyo ni tuma nzito sana. Tutaongea na nani na Gianni Infantino. So haijalishi kwenye mpira wa miguu, haijalishi umeanzaje, namna utakavyomaliza is all that matters. Iran draw, watu wakajua Iran anatoboa, lakini dakika za jioni kabisa Iran ameishia nafasi ya 9. Au tuangalie timu kama Korea Kusini. Hakuna mtu ambaye anategemea kwamba Korea angetolewa kwa kiwango kile, lakini football haijalishi umeanzaje. Ndio maana wanasemaga ya kwamba nadhani kwenye Biblia kuna statement moja inasema atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayevikwa taji. Haijalishi umeanza vipi. Kwa Senegal amecapitalize hilo kwamba mechi ya kwanza amefungwa, tena alipoteza nafasi nyingi sana. It was his game to lose. Yes. Mechi ya pili hivyo kapoteza kizembe kabisa. Tukaona jamaa wametudisappoint. Mechi ya 3 kakutana na mnyonge wake, karuka naye,
and that was it. Kwa hiyo kwenda kwenye game ya Senegal versus Ubelgiji, mimi Ubelgiji wananipa mashaka sana jinsi ambavyo wanacheza. Ni watu ambao wanatujengea mazingira tusitegemee chochote kutoka kwao. Lakini Senegal pia wananipa mashaka. Wanakosa sana, wanakosa nafasi, yani wanatengeneza nafasi nzuri lakini conversion rate yao iko chini sana. Sasa kitakachoamua hii game ni quality. Nani atamfunga paka kengele? Hicho ndio kitakachoamua. Kama ambavyo game ya South Africa na Canada, wote walikuwa wamecheza awful football. Walicheza mchezo mbovu sana. Lakini kuna mtu mmoja aliongeza ubovu kidogo tu, akapoteza, and that was it. Kwa hiyo there's a chance ikawa hivyo. Moja kati ya game ambayo inasubiriwa kwa hamu kweli, na nadhani Ubelgiji round hii pia wana mchezo mgumu sana dhidi ya Senegal, kwa sababu Senegal tunaona kama wanafanya comeback kwenye michuano ya kombe la dunia. Kuna mtu alisema I am back, afu akaishia huko back. Sasa sijui wasije wakawa hivyo. Senegal kama alivyosema Muro, sio watu wa kuwapa majukumu sana, na kuwapa majukumu ya Kiafrika, kwa sababu muda wote wanapotea na change. Kwa sababu ni timu ambayo imesheheni vipaji vingi sana, na unakuwa na maswali mengi. Kwa nini kama mtu kama Ndiaye anakaa nje, mtu kama Ndoye anakaa nje, watu kama Nicolas Jackson wanapoteza chance nyingi, Mane anacheza kama father amemaliza. Kwa hiyo at least kocha anaweza kufanya lolote, kwa sababu Belgium na wao sio Belgium ile ya miaka 6 ya miaka 8 iliyopita, kwa sababu kama unaweza kudraw mechi 2 mfululizo against timu ambazo unaweza kuzifunga kiranki kama Egypt, kama Iran, yani timu ambazo ungeweza kupata matokeo. So kwa Senegal na inakuwa ni game ambayo inaamua nani ya qualify. Kwa hiyo wana kila sababu ya kutupa kila silaha waliokuwa nayo kwa ajili ya kuqualify. Na uzuri wa hizi game ni lazima mtu atoke. Kwa hiyo unaweza ukajikaza dakika 90 then twende kwenye penalty, lolote linaweza kutokea vile vile. Bwana, mimi moja kati ya vitu ambavyo naviangalia kwenye michuano hii, kuna surprise ambazo mimi naziona. United States of America sikutegemea afanye makubwa ambayo mimi nayaona. Mimi nayaita makubwa kwa sababu naona game ya mwisho kama alitupa tu dhidi ya Uturuki, sababu tayari alikuwa ameshafuzu, amesha qualify, na Uturuki pia alikuwa hata akishinda anakuwa kwenye wasiwasi wa kufuzu ama kutokufuzu. Yes, dhidi ya Bosnia, USA of course ni mwenyeji wa mashindano, lakini pia yupo nyumbani. Hii game anakwenda kwa advantage hii akiwa na mashabiki, then bado ana kikosi bora kweli. Nafasi yake dhidi ya Bosnia ni nyepesi kama watu wanavyoiangalia. Sio nyepesi sana, kwa sababu Bosnia nao ni moja kati ya timu ngumu. Zinaweza zikawa zinapata draw, zinafungwa kiugumu. USA ni moja kati ya timu zenyewe zimefunga magoli mengi World Cup hii, kuanzia game ya kwanza, ya pili, na game ya tatu pia wanapata magoli. Kwa hiyo siwezi kusema moja kwa moja kwamba game ni nyepesi kwa USA, lakini USA ana kila advantage ya kupata matokeo, kwa sababu ukiangalia kwenye coach chaya ana watu ambao kwa namna moja au nyingine wanacheza kwenye ligi bora zile 5 za Europe kama Italy, Uingereza. Wana kocha ambaye ameshapita kwenye ligi 5 hizo, Pochettino, ambapo amepita Uingereza, amepita Ufaransa. Kwa hiyo ni kocha ambaye na yeye ana experience kubwa kwenye kufundisha. Watu wana kila sababu ya kumpa Marekani nafasi ya kuqualify, kulingana na kwamba ni mwenyeji, unafahamu mcheza kwao utunzwa, na vile vile Bosnia ni mnyonge akikutana na timu ambazo zinacheza mpira wa kasi na mpira wa pasi fupi. Kwa hiyo Bosnia ana kila sababu ya kutoka, na Marekani ana kila sababu ya kuonyesha kwamba mwenyeji inabidi niendelee kusogea, kwa sababu kwenye poti yake akizunguka sana anaweza kuja kukwamia kwa Portugal labda, lakini ana nafasi ya kusogea paka at least robo finali. Bosnia na Edin Dzeko, Yep. 40-year-old Edin Dzeko. Wala mtu kama Kolasinac. So ni watu wachache ambao unaweza ukawapoint wenye uwezo wa ku-uplift ile soul ya football. Timu za taifa inabidi zijenge masanamu ya baadhi ya wachezaji. Mimi petition yangu ni kupunguza kama nikipata sehemu ya kutoa maoni, petition yangu ni kupunguza timu za Ulaya. Timu za Ulaya nyingi zinatuibia.
Timu za Ulaya nyingi zinatuibia kwenye World Cup. Utapeli mwingi sana. Bora wacheze Euro au UEFA Nations League huko. Lakini unless otherwise hizi big stage timu nyingi za Ulaya zinatuibia. Japo wao ndo mabingwa wa kulalamika kwamba wenzao wanapewa nafasi nyingi, lakini ukiangalia federation iliyoongoza kwa timu zake nyingi kwenda hatua inayofuata ni Afrika kwa 90%, ikifuatiwa na Ulaya kwa 83.3%. Asia, Mungu wangu, Asia imebaki nadhani ni 22.2 ambao wamebaki Japan. Huko Oceania huko kwa New Zealand 0%. Wenyewe wanaita Oceania Football Confederation. Timu 0. New Zealand wamesepa. Na wangekuwa wanatuachia wakina Lamine Yamal wetu, wakina Mbappe ambao wa Kameruni hao. Sasa hao huwezi kuwahesabu au by design huwezi kuwahesabu. Of course. Kuna wakati Mourinho alizungumza kwamba timu za Afrika zina wachezaji wengi Ulaya. Yeah. Na ingetokea kwamba kila mchezaji yani unaenda kuchezea asili ambayo wewe umezaliwa. Sasa kuna timu zingekuwa hazina watu. Kuna timu zingekuwa hazina watu. Of course, kama kwa mfano Morocco wasingekuwa na mtu. Why? Timu ya Morocco haina mchezaji hata mmoja ambaye amezaliwa Morocco. Timu ya Curaçao ina mchezaji mmoja tu ambaye amezaliwa Curaçao, wengine wote wamezaliwa Uholanzi. So it's a komsa. Mfano mtu kama Aaron Wan Bissaka amezaliwa Uingereza, ameishi Uingereza maisha yake yote, lakini by convenience mwaka jana mwezi wa 8 Bissaka amekuwa Mkongo na you know. Wana Spain yupo dhidi ya Austria, mtu aliyekimbiwa na Algeria wanasema. Yes, yupo dhidi ya Austria. Moja kati ya mchezo ambao kwa Spain of course ni mchezo ambao wanautazama kama ni daraja la kwenda hatua inayofuata. Wana kikosi bora sana Spain. Mechi ya kwanza walinipa wasiwasi kidogo jinsi ambavyo walianza mashindano. Lakini kadri muda unavyozidi kwenda naona kuna vitu ambavyo vinaongezeka ndani ya kikosi. Nimeona Nico yupo kwenye maumivu. Alikuja World Cup akiwa na maumivu. Nico Williams. Yes. Ili naweza likawa na affect kubwa kwenye kikosi cha Spain. Kama ulivyoona game ya kwanza Nico alikuja usiku sana. Game ya pili hajapewa minutes kabisa kutokana na hiyo noko alioipata tena. Wana struggle kutokana na kumkosa Nico. Yeah, kweli. Kwa sababu kwa upande ule lazima wamchezeshe mtu ambaye ni tunasema ni central midfielder. Central midfielder ambao anaenda kucheza kama left midfielder. Wakati kipindi watu wanakuwa wana mpira, yeye anaenda wide, lakini kipindi wanatakiwa wakabe, wanarudisha mtu mmoja chini, ambao kwenye game za hivi karibuni mtu aliyetoka upande wa kushoto sana alikuwa ni Pedri, wanabalishana na Gavi. Kwa hiyo kumkosa Nico hilo ni tatizo, kwa sababu ili wale mapacha wawili Nico na Yamal wacheze vizuri, kubalisha flanks na nini, lazima wote wawe fit. Regardless pale juu ataanza Torres ama atakuwa Azabayal, lakini lazima wampate kiberengi ambaye anaweza kupiga counter vizuri. So kwenye game dhidi ya Austria nina matatizo kidogo na Spain sasa hivi, kwa sababu pasi ni nyingi lakini uharaka wa pasi umeanza kudelay. Pasi kwenye mashimo nyingi zinakuwa zina delay. Kwa mfano game kati ya Spain na Uruguay, ile game isingekuwa mistake ya keeper, though football ni game of mistake, isingekuwa mistake ya keeper huenda game ingeisha bila, kwa sababu hata goli walilopata Spain lilikuwa ni goli fulani la papatu. Akaja akakosa chance nzuri dakika za 90 bana Ferran, lakini Ferran kukosa chances ni kitu cha kawaida sana. Na ndio maana De La Fuente ana opti kuanza na first nani ya Azabayal kuliko kuanza na Ferran Torres. So kwa Austria ni wakorofi, yani ni watu ambao siku zao zikiwa vizuri uwanjani wanaweza wakaharibu tafrija mapema tu, na kwa sababu wao wanasema ni manoked, wao hawana la kupoteza. Wataingia uwanjani kukamilisha dakika 90, wakikungangania ni maiti mngangania muoshaji.
It is what it is. Spain akipiga mpira wake vizuri, akipata matokeo, tunaenda kumuona kwenye next stage, lakini sio game nyepesi kwa Spain, na vile vile Austria ana kila sababu ya kuprove chochote, kwa sababu hata alivyo qualify kinunda, yani ni grupu ambalo yeye alionekana kama anakwenda mkeka, lakini akajitahidi. Hawa majamaa wamekutana mara 16. Spain ameshinda mara 9, wamedraw mara 3, Austria ameshinda mara 4. You wouldn't expect on a normal day, kama tukiweka 1v1, you wouldn't expect Spain afungwe na Austria, lakini yes, conversion rate ya Spain inasikitisha sana, na uwepo wa Sabitzer, Anatovic pale, Alaba pale Austria, unawapa wao a surviving chance. Lakini ukiangalia on the other hand, mimi nasema mara zote kwamba Spain ndo timu pekee duniani ambayo ina makipa watatu afu wote ni wakali. Yani De La Fuentes yeye inabidi achague, ampe nani, Raya, ampe Simon. Unatupa jezi. Utupa jezi atakaye wai huyo. Lakini quality itaamua hii game. Quality itaamua. Kama Spain wakiamua kuvaa quality ambao wanayo, na tunaona wanayo, Austria hawana nafasi. Bwana, usiache kufuatilia Game Time kupitia Dimbani Connect, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok kwa jina la Dimbani Connect. Utapata clip zote za Game Time, lakini full episode ipo pale YouTube. Search Dimbani Connect, unapata kila kitu ambacho tumekuandalia. Hii ni sehemu ya kwanza ya 32 bora kombe la dunia mwaka 2026.